Majina yangu naitwa Askofu Daktari Robert Ngai, ni katibu mkuu wa kanisa la Assemblies of God Gospel Church International AGGCI. Ni katibu mkuu niliyopatikana kwa uchaguzi huru na halali tarehe 28 mwezi wa 8 2025 jijini Dodoma. Niko hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kuhamasisha Watanzania kwa habari ya amani katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia kwa ajili ya uchaguzi ulio mbele yetu wa kuchagua rais, wabunge na madiwani. Katika maombi yetu tumeliombea taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania ambalo kwalo Mungu ametupatia tuishi katika amani. Kwa tumeliombea taifa la Tanzania na viongozi wake wote. Viongozi watakaochaguliwa katika uchaguzi huu ulio mbele yetu, tunapenda wasimamie kwanza swala zima la amani na maendeleo. Tunahitaji maendeleo na yatapatikana kwa sababu maendeleo yapo kupitia sisi wenyewe wa Tanzania. Tuwapo katika kutekeleza maelekezo ya serikali, hususani ulipaji wa kodi. Tuna vyanzo vingi vya mapato, tuna uvuvi, tuna maziwa makuu, tuna bahari, tuna mbuga za wanyama na vyanzo vingine, mfano labda uchimbaji. Tuna madini ya aina mbalimbali, dhahabu, alimasi, tanzanite na vitu vingine vya thamani. Kwa hiyo hayo na mengineyo yatapelekea taifa letu kuwa na maendeleo katika viwango vikubwa na tuwe mfano katika mataifa mengine duniani. Uhuru wa kuabudu na kuwa na hofu ya Mungu una faida kwa Tanzania, kwa sababu watu wake wanakuwa na hofu mbele za Mungu wa mbinguni kwamba wasimtende Mungu dhambi, kwa sababu kutenda dhambi ama kukosa ile hofu ya Mungu ndiko kumepelekea maasi mengi kutokea katika taifa letu la Tanzania. Mambo ya ushoga, mambo ya mauaji, uaji wa vikongwe na mengine kadha yanatokea. Kwa hiyo kuabudu kunapelekea Watanzania kuwa na hofu mbele za Mungu wa mbinguni ili wasimtende Mungu. Kauli yangu au rai yangu kwa Watanzania kwa habari ya kuitunza amani ya Tanzania, niombe kusema, Watanzania wenzangu, Tanzania ni baba kwetu, ni mama kwetu, ni mlezi kwetu, ambaye Watanzania wa aina mbalimbali wapo humo ndani, wanatarajia kuendelea kuishi kwa amani, utulivu na maendeleo, kwa sababu amani ipo. Kwa hiyo hatuna budi kuhakikisha kwamba tumeilinda amani, tumeitunza amani, kwani amani ni adimu kuweza kuipata kwingine kote leo duniani, lakini sisi kwa sababu tuko nayo hatuna budi kuitunza kwa gharama iwayo yoyote, na asitokee Mtanzania yoyote kuiharibu amani ya Tanzania. Ni wito wangu kwa Watanzania, kwa wanasiasa, kwa viongozi, tutulie, tuwe watulivu, tumuombe Mungu, tuwe na hofu ya Mungu, tukihakikisha kwamba tumeitunza amani ya Tanzania.